Kishindo cha wakoma kilileta nyara nyingi, hata mfalme wa Israeli akajivunia wakoma badala ya kujivunia majeshi yake na watu wenye nguvu walio mashujaa kati ya jeshi. Badala ya kujivunia makomando, alijivunia wakoma ambao hawana hata vidole. Miguu yao, vidole vyao vilisha katika. Hao watu ambao walionekana kuwa dhaifu katikati ya watu, walipotiwa nguvu na Bwana mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi, hao watu walileta wokovu. Hao watu walibadilisha historia ya maisha ya taifa zima. Waliokuwa kwenye maombolezo, waliokuwa katika hali ya msiba, katika hali ya ukiwa, wanawaza tunakula nini, wanawaza njaa, mvua hazinyeshi, lakini wakoma walibadilisha mtazamo na hali yote iliyokuwepo katika Israeli. Leo mimi na wewe tunayo nafasi ya kubadilisha taifa letu la Tanzania. Mimi na wewe leo tunayo nafasi ya kubadilisha ulimwengu mzima, Afrika yetu, familia zetu, ndoa zetu, nyumba zetu, kanisa letu. Popote pale tuna uwezo wa kubadilisha. Kwa nini? Nguvu ya Bwana ikisha ingia mahali pale, anasema inuka ewe shujaa, usijione mnyonge. Katika wewe, kwa uwezo wako huo mdogo na uelewa huo mdogo tu, unaonekana mdogo, Bwana anaweza akafanya muujiza kutoka kwenye hicho kidogo ulicho nacho, kutoka kwenye hiyo nguvu ndogo ulio nayo, kutoka kwenye huo uelewa mdogo ulio nao, kutoka kwenye hiyo imani punje ya haradali ulio nayo. Anasema hata kukata tamaa. Simama siku ya leo. Huu ndio wakati sasa wa kuyaendea mataifa, kwenda kuteka nyara, kwenda kuwaleta watu kwa Kristo, kwenda kupata utajiri, kwenda kumiliki. Hakutuumba tuwe maskini, hakutuumba tuwe wanyonge. Lazima tumiliki tu, lazima tutatawala tu, lazima kuna kitu kinakwenda kutokea. Ikiwa utajiunga pamoja na watumishi wa Mungu, tukaomba, tukatangaza neno, tukatembea na nuru, tukaangaza, lazima yatokee matokeo makubwa. Lazima ulimwengu ubadilike, na lazima tuondoe umaskini kwenye familia zetu, na lazima tuondoe misiba iliyozoeleka, tuondoe uchawi, na lazima tuondoe mizimu iliyotufunga siku nyingi ili tusioe na kuolewa, ili tusiweze kumiliki mali. Mizimu iliyotufanya tuwe omba tusimiliki, tukawa katika hali ya oehae, maisha magumu ya hapa na pale. Lazima tushinde katika jina la Yesu. Ambatana nami tumuombe Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu wako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu, Bwana, ambaye Bwana umempa neema, ambaye Bwana umempa kibali. Ninaomba uendelee kumpaka mafuta ili apate kuwa na macho ya rohoni na kuwa na nuru, apate kujua kabisa kwamba huu ni wakati wa wana wa Mungu kumiliki. Huu ni wakati wa wana wa Mungu kutoboa. Huu ni wakati wa wana wa Mungu kufanya sherehe, sio maombolezo tena, sio misiba tena, katika jina la Yesu. Shetani, inatosha ulivyotutesa. Shetani, achia milango ya baraka zetu. Shetani, achia milango ya familia zetu na watoto wetu. Shetani, achia wanzi wetu. Shetani, achia huduma zetu. Shetani, achia biashara zetu. Shetani, achia milango ya baraka. Hauwezi kuendelea kututawala, hauwezi kuendelea kutunyang'anya urithi wetu wa baba yetu aliye mbinguni. Bwana Yesu alikufa msalabani, akakushinda, amekushinda shetani, na sisi ametupa ushindi. Funguo za mauti na kuzimu anazo yeye. Hatutakufa vifo vya ujanani, hatutazika watoto kwa jina la Yesu. Hatutaishi maisha ya shida, hatutaishi maisha ya umaskini, kukataliwa, hali ya kusongwa na maisha ya dunia hii na kukatishwa tamaa. Ni mwisho. Shetani, ondoka kwenye njia zetu. Tunaelekea katika ikulu yetu ya mafanikio, tunaelekea ikulu yetu ya kutawala katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuomba kwa neema yako umbariki mtumishi wako huyu siku ya leo ambaye anasikiliza maombi haya. Usimwache Bwana Yesu, ninaomba umtie nguvu, ninaomba umpe ujasiri tena. Alikuwa amekata tamaa kwa mambo mengi, wameshamkatisha tamaa, wanaomsonga kama Penina alivyokuwa anamsonga Hana, akimwambia wewe utakuwa tasa siku zote. Lakini Hana, Mungu ulimfunulia neema yako, ukampa mtoto Samueli, na ulimwongezea watoto na uzao wenye nguvu, ukamfanya kinywa chake kiwe na kicheko juu ya adui zake waliokuwa wamemsonga. Baba, ninakuomba umbariki mtumishi wako huyu, wala usimpungukie.
Baba, ninakushukuru kwa sababu umetupa neema na kipindi hichi ili tupate kujifunza neno la kwako. Asante Mungu, tunakurudishia heshima na utukufu. Baba, tunaomba ukaendelee kutuunganisha katika maombi, wala tusiache kukusanyika hata kwa njia tu ya mtandao, tupate kuomba. Ipo nafasi uliotupa ya kuomba ili upate kutengeneza maisha yetu, ili upate kututengenezea kicheko kilichopotea siku nyingi. Na tena Bwana, hata kutushibisha kwa mema. Utukufu ni wako na heshima na sifa hata milele na milele. Ninaomba haya yote kupitia jina la mpendwa Bwana wetu na Mwokozi wetu, mwana wa Mungu wa pekee, Yesu Kristo Mwokozi. Amen, amen, amen. Namba yangu ni 0766013159. Mungu akubariki sana. Ikiwa utahitaji tuendelee kuwasiliana na kuungana katika neno la uzima na kuendelea kutiana nguvu kwa ajili ya kuelekea hatima ambazo Mungu ametuumbia, basi tuungane kwa mawasiliano hayo niliyokuwekea, na mengine nimeweka katika skrini yetu. Amini ya kwamba wakati wa wana wa Mungu kumiliki, kutawala, kuishi maisha ya furaha ni huu. Sio kuomboleza tena, hatutalia tena. Maziko na maombolezo na mapigo yote ya kuzimu hayatatupata, na utembee na baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, tena akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen.